Muda fulani uliopita nilifanya utafutaji mtandaoni wa neno hofu na nikagundua kulikuwa na matokeo zaidi ya milioni moja. Sasa mengi kati ya hayo yalikuwa hofu zinazohusiana na mambo ambayo hayana uwezekano wa kutokea au pengine hayatotokea kabisa. Watu siku hizi wanaogopa jua kuisha joto lake au dunia kuishiwa na maji au miti. Hizo hofu hazihitajiki kwa sababu Biblia inatuahidi kwamba misimu yote minne, baridi, masika, kiangazi na vuli, itaendelea hadi hukumu ya mwisho. Ahadi hiyo ilitolewa tangu zamani katika Mwanzo sura ya 8 kwa Nuhu, ambapo Mungu alimwambia, wakati dunia bado ipo, majira ya kupanda na kuvuna, baridi na joto, kiangazi na baridi, mchana na usiku havitaisha. Sasa, ingawa kuna hofu nyingi zisizo na msingi siku hizi, kuna mambo ambayo kwa kweli tunapaswa kuyaogopa. Na hapa katika Luka sura ya 12, Yesu anahamasisha kile tunachoweza kuita hofu zenye msingi. Na hii hapa ya kwanza, ngoja nikupe kwa njia ya kanuni. Tunapaswa kuogopa kuishi maisha ya uongo. Sasa Luka sura ya 12 mstari wa kwanza, wakati umati mkubwa wa watu walipokusanyika kiasi kwamba walikuwa wanakanyagana, alianza kusema kwanza kwa wanafunzi wake, jihadharini na chachu ya Mafarisayo ambayo ni unafiki. Hakuna kitu kilichofunikwa ambacho hakitafunuliwa, wala kilichofichwa ambacho hakitajulikana. Kwa hiyo chochote ulichosema gizani kitasikika kwenye mwanga, na ulichonong'ona kwenye vyumba vya faragha kitahubiriwa juu ya dari. Basi huo ni mstari wa kutisha kidogo, sivyo? Anasema unapaswa kuogopa kuishi maisha ya unafiki. Sasa Yesu anasema haya kuhusu unafiki wa kidini. Anazungumzia kuhusu Mafarisayo kuwa kama chachu. Anasema hapa chachu ni hamira, na ilikuwa imekuwa miongoni mwa Wayahudi kama ishara ya nguvu ya dhambi inayopenya kila mahali. Hivyo unafiki unafanya kwenye moyo wako kile ambacho hamira inafanya kwenye donge la mkate. Inalivimbisha, ambayo ni ishara ya kiburi. Na kama haitadhibitiwa, chachu ya dhambi itapenya, kiburi kitapenya kila sehemu ya mawazo na maisha. Hapa kuna jambo lingine la kuogopa. Pili, tunapaswa kuogopa kusahau kuhusu maisha ya baadaye. Yesu anaendelea hapa katika mstari wa 4, msiwaogope wale wauao mwili na baada ya hapo hawana tena lolote wanaloweza kufanya, lakini nitawaonya ni nani wa kumwogopa. Mwogopeni yeye ambaye baada ya kuua ana mamlaka ya kutupa motoni. Ndiyo, nawaambia, mwogopeni yeye. Sasa Yesu alijua kwamba wanafunzi wake wangekutana na kuuawa kwa ajili ya imani yao. Kwa kweli, karibu wote kati ya wale wanafunzi 12 wa awali waliuawa kwa ajili ya imani yao, na nakuhakikishia inawezekana kabisa kuogopa kusimama kwa ajili ya Kristo. Lakini Yesu anasema hapa, badala ya kuogopa kukataliwa na watu, tunapaswa kuogopa zaidi kukataliwa na Mungu. Sasa baada ya hayo, Yesu anaendelea kusema maneno ya kutia moyo kwa wanafunzi wake. Anasema hapa katika mstari wa 6, je, mashomoro 5 hawauzwi kwa senti 2, na hakuna hata mmoja wao aliyesahaulika mbele za Mungu? Msiogope, ninyi ni wa thamani zaidi kuliko mashomoro wengi. Sasa katika siku za Bwana, mashomoro ndio walikuwa chakula cha bei ya chini kabisa sokoni. Zilionekana kuwa nyama ya mifupa na ya bei nafuu unayoweza kununua. Karibu haina thamani katika thamani. Kwa hiyo Bwana anawaambia wanafunzi wake kwamba haijalishi wanavyoonekana kutokuwa na thamani katika soko la dunia yao, wao ni wa thamani mbele za Mungu. Mungu hatawasahau kamwe. Mungu hatawahi kupoteza mtazamo juu yenu. Wewe una thamani kubwa kwake. Kwa nini? Kwa sababu wewe ni wa mwanawe, Mwokozi wako. Kwa kweli Yesu anasema hapa katika mstari wa 7, hata nywele za kichwa chenu zimehesabiwa zote. Hivyo ndivyo uelewa wake juu yako ulivyo wa kina. Nimesoma kwamba mtu wa kawaida hupoteza kati ya nywele 50 hadi 100 kwa siku. Kwa baadhi yetu zinapotea kwa kasi zaidi ya hapo. Basi kauli hii hapa inamaanisha kwamba Mungu anajua mambo ya kina kama haya kuhusu wewe, ambayo hubadilika kila siku. Hivyo anajua kila kitu kukuhusu kila siku.
Hii pia inamaanisha kwamba anajua kila kitu kuhusu maisha yako ya zamani, anajua kila kitu kuhusu hali yako ya sasa, na anajua kila undani wa maisha yako ya baadaye. Sasa pamoja na hayo, kuna jambo lingine ambalo tunapaswa kuliogopa maishani. Jambo la tatu, tunapaswa kuogopa kufanya makubaliano na utamaduni wetu. Na kuanzia hapa kwenye mstari wa 8, Yesu anaongeza maneno haya: kila mtu anayenikiri mbele ya watu, Mwana wa Adamu naye atamkiri mbele ya malaika wa Mungu. Lakini yule anayenikana mbele ya watu atakanwa mbele ya malaika wa Mungu. Sasa sikiliza, Yesu hasemi hapa kwamba ukishindwa kukiri kuwa wewe ni Mkristo wakati fulani maishani, au ukikaa kimya wakati ulipaswa kuzungumza, basi atakukataa na hutapata nafasi ya kuingia mbinguni. Hapana, neno alilotumia Yesu hapa kwa ajili ya kumkiri yeye ni lile lile linalotumika kwa kumkiri au kukiri. Na neno hili katika muktadha huu linamaanisha kusema jambo lile lile kuhusu Yesu ambalo Yesu mwenyewe anasema kuhusu nafsi yake. Hivyo ndivyo kukiri kunavyomaanisha. Kwa hiyo Yesu anazungumzia mtu ambaye anakanusha wakati fulani kwamba Yesu ni Masihi, mtu ambaye hatimaye anafika mahali katika maisha yake ambapo, unajua, anaenda sambamba na utamaduni. Na utamaduni unasema nini? Kweli Yesu alikuwa tu nabii mwingine? Au Yesu alikuwa tu mtu mwema au mwalimu mzuri? Yesu hakuwa Mungu Mwana. Yesu hakufa kwa ajili ya dhambi zetu. Yesu hatatuokoa kutoka kwenye hukumu na jehanamu. Yesu si njia pekee ya kwenda mbinguni. Nikwambie, ukikataa hilo, Yesu atakukataa kwa sababu wewe si muumini wa kweli. Yesu hasemi kuhusu kupoteza ujasiri wako. Anazungumzia kukataa kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Na hilo ni sawa na kumkufuru Roho Mtakatifu kulingana na mstari 10. Sasa kusema dhidi ya Yesu kunaweza kusamehewa ukimwomba, lakini kusema dhidi ya Roho hapa kunamaanisha ule msimamo wa kukataa, ule ukana wa Yesu ni nani. Na unajua nini? Hilo halisameheki. Huwezi kuingia mbinguni na ukataa Yesu ni nani. Sasa pamoja na hilo, niruhusu niseme hivi: kama wewe si muumini leo na ninapozungumza dhamira yako inakusumbua na unaweza kuwa unajiuliza kama umechelewa sana kuamini, basi ngoja nikuambie hili. Bado hujachelewa. Na hujachelewa kwa sababu dhamira yako inakusumbua. Hicho kisumbufu unachokihisi sasa hivi ni huduma ya Roho Mtakatifu inayokushawishi. Popote ulipo sasa hivi, niruhusu nikutie moyo usimame na uisikilize hiyo sauti inayokusumbua. Unajua hiyo ni nini? Hiyo ni mwaliko wa Roho wa Mungu kukubali Yesu kama Masihi wako na Bwana wako. Sasa baada ya hayo kusemwa na Bwana, inaonekana Yesu anazungumza kwa uwazi zaidi na wanafunzi wake hapa kwenye mstari huu 11, watakapowaleta mbele ya masinagogi na watawala na wenye mamlaka, msiwe na wasiwasi. Msiogope kuhusu jinsi mtakavyojitetea au mtakachosema, kwa maana Roho Mtakatifu atawafundisha saa hiyo hiyo kile mnachopaswa kusema. Sasa nimewasikia wahubiri wengi wakitafsiri vibaya andiko hili kwa miaka mingi. Nikuambie, mstari huu haukupi sababu ya kutosoma au kutokuandaa somo lako au mahubiri yako. Nitapanda pale mbele na Roho wa Mungu atanijaza tu kinywa changu. Naam, nakubaliana na mwandishi aliyesema kwamba kama mwalimu wa Biblia hajui atakachosema dakika 5 kabla ya kuzungumza, basi watu wengi hawatakumbuka alichosema dakika 5 baada ya kumaliza. Kile ambacho Bwana anazungumzia hapa ni ile hali ya ghafla maishani ambayo huitegemei, na unajikuta umeulizwa swali na mtu, labda kazini au shuleni, na ghafla unahitaji kujibu swali lao la kiroho. Hujapata muda wa kuandaa chochote. Sasa unajua nini? Hapo ndipo unaposema ukweli ambao Mungu anakuletea akilini mwako. Hiyo ni kazi ya Roho Mtakatifu kujaza kinywa chako, na kisha unamwachia Mungu yote yaliyobaki. Sasa Bwana amezungumzia hofu na onyo kadhaa kuhusu kile tunachopaswa kuogopa. Bwana pia anatupa faraja fulani leo, na hebu nikukumbushe mambo mawili ambayo hatupaswi kuyaogopa. Kwanza, usiogope kupotea kwenye umati wa watu.
Unajua, Bwana amejitolea kukuongoza katika maisha, na kama anajua idadi ya nywele zilizopo kichwani mwako leo, basi yeye pia anajua kinachoendelea ndani ya kichwa chako leo. Anajua unachokabiliana nacho leo. Yeye hatakupoteza machoni pake. Pili, usiogope kukabiliana na nyakati ngumu ukiwa peke yako. Katika yale matukio ya kushangaza yasiyotarajiwa ambayo hujapata muda wa kujiandaa kwa ajili ya dharura hiyo, labda shinikizo hilo au tatizo hilo, kumbuka, hauingii humo peke yako. Yuko pamoja nawe kila hatua. Basi hadi safari yetu nyingine ya hekima, wapendwa, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi nyote. Amina.